Jina naitwa Betty Fra Mwakose. Ni kwa ajili mume wangu anasema nilikupeleka mahakamani umetukotea samansi umekaidi, kwa hiyo ndio umeamua kutoa vyombo vyangu kutupa nje. Wamesema imemruhusu mahakama. Sijauelewa kwa sababu mimi ni miaka 4 nimelala naumwa. Kwa hiyo yeye baba huyu wakati naumwa ameondoka. Ndani ya miaka yote 4 akanyagi nyumbani, wala taarifa ya ugonjwa haijui. Anasema haumwi. Kwa hiyo watu wanasema haumwi, sio mgonjwa, anajifanyisha. Sasa kaenda kuuza nyumba na shamba. Tulikuwa na nyumba moja Buliaga imeuzwa. Na hela hata 100 hata kusema nikula, akasema nina mgonjwa, mke wangu mgonjwa, anaenda kumtibia. Lakini sikutibiwa. Wala taarifa kusema nimeuza hajanipa. Ndio sasa ameuza kule, wa viongozi wa hapa ndio waliokwenda kumsainia kule. Kwa mdai na watu wanavyosema ambao kuja kuniona. Sasa hao viongozi ndio tena wanadiriki kwamba uza na hapo wewe umezeeka, utamwachia nani mali zako? Naomba serikali nisaidie. Sina pa kwenda na uwezo wangu ni mgonjwa, na watoto yatima, wanangu wamekufa. Na vyeti vya watoto vimeungua, hata vyeti vya kwangu vya hospitalini vimeungua. Ni vitu vingi vimeteketea. Naomba serikali initazame, inihurumie, hivi niko nje na niko nje hapa. Sielewi cha kufanya. Sielewi niende wapi. Serikali naomba nisaidie. Mwenyekiti amekaa na amesema mimi sikutambui. Yeye alinikaa na akasema mimi sikutambui. Kwa hiyo nikaenda kwa mtendaji akasema mimi jambo ya mambo hayo siyatambui. Nenda kwenye kata. Nikaenda kwenye kata, ndio kwa anasema yeye ana halali ya kuuza. Ni mji wa kwake, umekaidi, wamekuita mara nyingi, wametuma mgambo na wamekusainisha, wamekupigia na bango mlangoni kwamba uondoke uhame ndani ya siku 14 hujahama. Sielewi. Kwa hiyo sasa nipo nje, sielewi kwa kwenda, nimenalala nje na watoto. Na malisti ya watoto siyaoni, nitapata wapi? Vyeti vyangu vya ugonjwa sivioni, vimeungua, vitu vingi vimeteketea. Kulikuwa na ndani kulikuwa na hela za kwa ajili unawekeza ujenzi 700,000 zimechukuliwa, sielewi ziko wapi. Na aliyechukua siwezi kujua. Kwa hiyo naomba msaada hata hizo hela wanirudishie. Niendelee nazo, hata za kula ninachukua hapo, ningechukua hapa na kula. Sasa sielewi, ndio maana maisha yangu yanakuwa hatarini sasa. Kwa jina naitwa Matias Franki Nsiani. Ni mtoto wa mzee Mwambope. Mtoto wa mzee Mwambope. Wakati wa tukio linatokea nilikuwepo Sido. Kutoka Sido nikaenda kwenye shughuli yangu nyingine, nilikuwa huwa napaka rangi. Nimetoka huko mida ya usiku kidogo, kama mida ya saa 3 na nikakuta vitu viko nje. Ndio nikawa nahoji, bwana tatizo nini? Anasema bwana wamekuja migambo karibia, wanasema 10, maana jinsi wanavyoongea nje wanasema karibia migambo 10 walikuwa wamefika, wamevunja mlango, wametoa vitu vyote nje. Baada ya mama kufika kumpigia simu, ndo kidogo kwanza na watu raia kidogo wa jirani ndo kusaidia, bwana hivi vyombo vishusheni, mbona huyu ndo mwenye kaya hapa yupo nyumbani muda mrefu, nyie mnasema labda amumtambui, sijui mahakama hiyo sheria inatoka wapi? Ndo swala kifupi lililotokea hiyo swala. Ombi kwa serikali, tunaomba tusaidiwe kwenye swala lililotokea, kwa sababu muda mwingine mpaka usalama unaweza kaa unaogopa, kwa sababu mpaka mtu anafika anavunja ndani bila idhini yoyote. Hata kama mtu undako vunje eneo la mtu, lazima uite hata jirani, bwana hivi na hivi, labda mwenyekiti angekuepo, labda balozi, ndio unaruhusiwa kuvunja labda nyumba ya mtu, mlango wa mtu wamevunja bila taarifa yoyote. Wenyewe wanamwambia amekaidi amri ya mahakama, na mama alikuwa anaumwa kwa muda mrefu. Kwa majina yangu naitwa Rebecca Charles Mushi, ni mjukuu wa bibi hapa.
Bibi ameanza kuumwa ni muda mrefu sana kutokana na huu mgogoro unaoendelea hapa. Walimpeleka mahakamani. Fika mahakamani anaambiwa ahame, kwamba yeye babu anadai kwamba sio mke wake. Anaambiwa ahame, mzee anataka kuuza nyumba. Bibi baada ya kupata hizo taarifa akapatwa na pressure, alilazwa mkoani. Amekaa mkoani, lakini bado wanamletea makaratasi ya saini kwamba nyumba iuzwe. Yupo hospitali mpaka ametoka, hakufika hapa, tukaenda naye kule juu. Lakini bado migambo akawa wanakuja wanaleta makaratasi wakati bibi amelala kitandani, kwamba saini nyumba iuzwe. Bibi akana kataa, pamoja na ndugu zake upande wake wakawa wanazuia kwamba hawezi kusaini katika hii hali. Na yeye babu mwenyewe hajai kukanyaga kuja kumuona. Amekaa hospitali miezi 3, hajai kuja. Yeye madai yake asaini nyumba iuzwe. Yaani mpaka limekuja kutokea hii tukio juzi, bibi hakuwepo. Wamevunja mlango, wameingia ndani, wametoa vitu nje. Tena hawajavitoa hapa, ni barabarani kule. Hapa tumevifanya tu kuviingiza baada ya usalama kuwa mdogo. Tumempigia simu bibi anakuja, ndo kukuta vitu vyote vipo nje. Naitwa David Mwakajenga. Huyu mama ni mama yangu mdogo. Sasa baada ya kupata taarifa hizi za hili tukio lililotokea, kwa kweli nimejaribu kunishitua sana kwamba huu utaratibu uliotumika na huyu mzee sio utaratibu wa kiungwana. Kwa sababu hata kama unaamua kufanya vitu kama hivi, hatufanyi kienyeji namna hii. Haya ni masuala ambayo ni kwa kuwa ni kaya ya watu wazima, yani mume na mke. Ni masuala ya kubaliana, mkafika mahala pa kufika. Hatukatai huu utaratibu wa kuuza au kutoa maamuzi ya kwamba tufanye kitu kama hiki cha kuhamisha mji. Kipo, lakini kipo kwa makubaliano, sio kipo kwa uamuzi wa mtu mmoja. Kwa jinsi ninavyofahamu mimi, naona kwa kweli huu uamuzi alioamua huyu mzee sio uamuzi wa busara. Amefanya makosa. Kwa maana hiyo kwa kuwa haya mambo yapo kisheria, basi tunaiomba serikali iingilie kati, ilisimamie, ijue inamsaidieje huyu mama. Na ukichukulia tu afya yake sio njema huyu. Afya yake ni ya shida. Sasa kufanya vitu kama hivi wakati mtu yupo kwenye mazingira magumu ya kiafya, alafu namuongezea mambo kama, basi ni kumletea hatari zaidi, kumhatarisha katika afya yake ya kimaisha. Kwa maana serikali tu tunaomba msaada, ijaribu kumsaidia huyu mama vile inavyoweza. Sasa nitakavyo utaona hata taarifa ambazo zinatolewa sasa. Wanasema nyumba imeuzwa. Ile nyumba haijauzwa, ila wamesema yule aliyokuwemo ndani mama aondoke, sio? Sasa wananchi pale tayari wameleta neno la kusema nyumba ile imefanya nini? Imeuzwa. Sasa kama ilikuwa imeuzwa, wapi wameandikiana nani advocate nani mwanasheria gani alikuja pale alipokwenda kusimamia ile zoezi la kuuza nyumba? Mimi mwenyewe sijaenda kuangalia kama mtu aliyenunua hiyo nyumba, haipo. Lakini maneno yamezagaa kwamba hiyo nyumba imeuzwa, mwenyekiti anashiriki. Wataweza kaona wakaonyesha hata vielelezo vyovyote ambavyo nimetia sahihi kwamba na mimi pale, hata mtendaji wangu pale hausiki. Wala hakuna mtu yeyote ambaye tumemwona. Lakini maneno yamezagaa kwamba amefanya nini? Nyumba ile imeuzwa. Isipokuwa wale wamemtoa ndani ya nyumba. Swala la kuuza kama swala la kuuza labda itakuwa siku za baadaye. Hilo ndio sijui na mimi. Lakini kwamba pale nyumba imeuzwa na mtu namfahamu aliyeuza, hiki kitu bado hakipo. Hata mtu yote yule kusimamia nyumba kwa baba ndio kwa advocate fulani ambaye amesimamia pale hayupo. Na hata advocate angelitafuta, maana kuna sehemu zingine ambazo mwenyekiti anakuepo pale, lazima utese advocate anakuja pale. Lakini kuna kuweko sehemu zingine mwenyekiti kuidhije ile mambo yamekuwa sawa. Hawezi naye akajaza hivi kienyeji, hapana, mpaka ananiona kwamba inakuwa hivi. Unaona, tunaona hata amekwenda kwa advocate kule, anakuja mwenyekiti, bwana, je, huyu ni halali hapa hivi na hivi na hivi. Na tatizo la kwangu mimi ndio maana kwa mara mimi wanaona kama mimi siwai. Mimi kama nyumba inauzwa, kinachoniletea matatizo pale ambapo naanza kusema kwamba na wataka wana familia wale uhusike au majirani tutambuane kwamba hii kweli ni nyumba ya kwake. Sasa wengine wanauza kienyeji, ndio maana sasa hata swala mimi kwamba mimi ni mzuri kwao haitawezekana. Wanataka mimi kama ni mwenyekiti niuziane. Mimi lazima niwatafute wauzaji. Kama nyumba inauzwa, lazima mtendaji awepo, mjumbe wangu wa serikali ya mtaa awepo,
balozi awepo, jirani awepo, na mke wake kama yupo lazima nimshirikishe. Kama jirani yake yupo mwingine na washirikishe. Wakiweko timu nzuri kusudi yule mtu anaponunua nyumba ile asiwe na usumbufu. Ndio maana kwangu ni mara nyingi kwenye mtaa wa kwangu usumbufu haupo na washirikisha wengi.